Na kwa uchambuzi kuhusiana na taarifa hizi za kimataifa naungana na Ibrahim Rahbi. Karibu sana Rahbi. Shukran sana. Na tunaanzia na hila Urusi ambapo Urusi yenyewe imeziomba Marekani pamoja na Iran kuvumiliana hasa katika kumaliza na kukaa katika meza ya mazungumzo. Ya ni kweli. Urusi imezungumza hilo hasa, unajua unawaza kuwa Urusi yeye anaomba upande wa pili akae na ndugu zake wazungumze, na yeye anawaomba hawa wakae. Yeye ana mwaka wa 4 sasa wameshindwa kukaa kwenye meza kuelewana na wenzake Ukraine, lakini anawaambia hawa wenzake kaeni kwenye meza. Katika kile ambacho kinaonekana, unajua Hilda, nitakwambia kama kungekuwa na mgogoro kati ya Irani na Marekani moja kwa moja, yani mgogoro ungehusu Marekani na Iran moja kwa moja, basi suluhu ingekuwa imeshapatikana muda mrefu. Kama huu mgogoro unaoendelea ungehusu Marekani na Iran, tayari suluhu ingekuisha. Lakini pembeni ya Marekani kuna Israeli, ambaye Israeli ndio anatoa shinikizo kwa Marekani, hasa akiwa yeye ni mshirika wa kimkakati wa Marekani kwa Mashariki ya Kati. Kwa sababu ukirudi nyuma, hata wakati wa Barack Obama, wakati Irani iliingia makubaliano yale ya mwaka 2015 JCPOA, utaona kuwa Marekani wala hakuwa na madai yoyote makubwa mengi kwa Irani. Yani alikuwa tu madai nyuklia na nini, lakini pressure kubwa ilikuwa inasukumwa, ilikuwa inatoka Tel Aviv kuipa Marekani kuwa hiki. Lakini kuna kitu ambacho kiko wazi kuwa Israeli kwenye swala la Irani na Marekani, Israeli wao wanachagua moja, kuwa hawataki mazungumzo. Yani Israeli wanaamini nguvu na uwezo wa Marekani kuwa unaweza ukamaliza kabisa ule utawala wa Irani. Kwa hiyo shinikizo lililopo kwa Israeli kwa Marekani ni kwenda vitani tu kati ya Marekani na Iran moja kwa moja. Ndio maana hata utawala wa Irani mara kadhaa unazungumza kuwa, unasema kuwa Israeli inailazimisha Marekani kuivuta kwenye vita, iende ikapigane vita, kwa sababu mazungumzo ya aina yoyote ya kidiplomasia hivi sasa yatakuwa na ishara moja tu, kuwa uwepo wa serikali ile ya Iran ambayo Israeli hawaitaki, uwezo wa makombora ni ule na uwezo wa kujilinda ni ule. Sasa hilo hawalioni kama ni sahihi. Wao wanatamani na wanaamini uwezo wa Marekani ni mkubwa sana. Kama Marekani itafanya mashambulizi ya Iran, ikaivuruga Iran, wao wakamalizia kile ambacho wanaona kuwa ni lazima utawala uwepo. Na ndio maana ajenda yao kubwa imekuwa ni regime change ndani ya Iran. Wewe fikiria kitu kimoja. Donald Trump wakati anatoa maonyo ya awali kwa Iran katika kipindi cha maandamano, alikuwa anaashiria kile, anasema kuwa wanawaua waandamanaji. Nadhani ilikuwa onyo la waandamanaji, wakiwaua tuta. Akasema kama watawanyonga tuta. Sasa vyote havipo. Marekani anakuja na dai jipya kuwa Iran aje akae kwenye meza tuzungumze kuhusu nyuklia. Kwa hiyo unaweza ukaielewa ajenda kuwa ajenda haikuwa waandamanaji. Ndio maana katika mazungumzo ambayo Trump anataka kuwavuta Irani waje wakae kwenye meza, kuna ajenda mbili. Tunataka nyuklia yenu, udhibiti wa nyuklia yenu na makombora yenu. Ajenda ya waandamanaji haipo tena, wala ajenda ya raia wa Irani tena kusema kuwa walikuwa kwenye serikali wanaonyanyaswa, serikali wanaoonewa, haipo. Na sababu hasa ni nini? Sababu kubwa ni kile ambacho kinaendelea, nimekwambia hapa awali, kati ya Israeli na Iran. Yani huu mgogoro ni wa Israeli na Iran. Aliwahi kuhoji huyu mwanaharakati wa Marekani aliyeuawa mwaka jana mwezi Septemba, Charlie Kirk. Charlie Kirk alikuwa ni mfuasi sana wa Israeli na kutetea sera za Israeli. Sasa karibuni kabla ya kuuawa kwake, nadhani alibadili sana toni kuzungumza kuhusu Israeli. Moja ya swali alilowahi kuuliza wakati wa mgogoro ule wa Julai, vita ile ya 12 days war, kwa sababu Marekani ilipeleka msafara mkubwa sana wa silaha kwenda Irani, wakashambulia, walienda na ndege zaidi ya 100, wakapeleka vikosi, kwa hiyo gharama ilikuwa kubwa. Charlie aliuliza hivi, Irani ametutisha lini? Yani anauliza Irani aliitisha lini Marekani, au Irani amekuwa lini tishio kwa Marekani? Akauliza kwa nini tunatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kumdhibiti Irani kwa faida ya Israeli? Nadhani toni ilibadilika. Ndio maana kifo chake Charlie Kirk kilihojiwa sana, na hata Netanyahu mara kadhaa alikanusha Israeli kuhusika na kifo chake Charlie Kirk. Kwa hiyo kuna hilo kuwa hakuna tishio kati ya Marekani na Israel yani tishio kati ya Marekani na Irani moja kwa moja, ila tishio lililopo ni kati ya Israel with Iran, wote kutafuta ukubwa wa Mashariki ya Kati. Irani
iliyokuwepo wakati unaanzishwa Israeli ilikuwa ni Iran ile ya kina Pahlavi, kina Shah. Moja nchi ya kwanza kabisa Mashariki ya Kati kuikubali Israeli ilikuwa ni Iran. Iran ndio ilisapoti Israeli wakati inaanzishwa 1948. Lakini mabadiliko yalivyokuja kutokea ya mwaka, unajua mabadiliko yalitokea mwaka 51 to 53. Iran walifanya mabadiliko ya kuondoa utawala wa kifalme, wakamweka waziri mkuu Mohammad Sadiq. Waziri mkuu wenyewe wanaodai kuwa waziri mkuu wa kidemokrasia kabisa aliyechaguliwa. Mwaka 53 Marekani wakampindua waziri mkuu, wakamrudisha Pahlavi na watu wake, akarudi kuendelea kina Shah wale. Kwa hiyo mpaka 79 yalivyokuja mapinduzi ya Kiislamu yakafuta kile ambacho wanasema kuitambua Israeli. Kwa hiyo kuanzia mwaka 79 Irani hatambui uwepo wa taifa la Israeli. Na mpaka leo Irani huwa hawaisemi, yani huwa hata wakiandika andiko lao huwa hawasemi hawahitaji Israeli. Wanasema Palestina inaokaliwa. Yani hawakubali uwepo wa lile taifa. Sasa ukubwa, kama Irani anakwenda kumiliki nyuklia, kama Irani anaenda kumiliki uwezo, kwa hiyo ukiangalia jiografia utaona Israeli ni kauli ile ya Bwana Trump anayosema kuwa ukitazama ramani ya Mashariki ya Kati utakaona ka Israeli ni kaeneo kadogo sana ukilinganisha na wenzake. Sasa utaona Iran ni kitu kubwa sana. Kwa hiyo ukubwa wa Mashariki ya Kati unaomnyima raha kabisa Israeli ni ukubwa wa Irani, sio wa Uturuki. Licha ya kuwa ukiangalia kwenye renki utaona Uturuki inaongoza, Irani, Israeli, yaani kwenye ukubwa wa majeshi. Lakini tishio la Uturuki, kwa sababu Uturuki ni NATO ambaye anadhibitiwa na Marekani, hawezi kumsumbua Israeli. Sasa Iran ambaye hayuko kwenye fungu letu ndio shida. Ndio maana ugomvi mkubwa uliopo sasa si kati ya Marekani na Irani. Ugomvi mkubwa uliopo ni kati ya Israeli na Irani. Sasa Marekani anasukumwa na Israeli kutekeleza anayoyatekeleza. Sambamba na hilo, kule Umoja wa Ulaya wenyewe wameweka vikwazo kwa maafisa 15 wa ngazi za juu akiwemo kutoka jeshini na maeneo mengine. Unadhani vikwazo hivi ambavyo Umoja wa Ulaya vimeweka vina uzito kiasi gani hasa kutimiza azma yao? Nadhani kuna taarifa imeongezewa alfajiri ya leo ambayo walikaa usiku, ni wameweka vikwazo shirika zima, yani jeshi zima la IRGC wameliteua kuwa kundi la kigaidi. Yani acha hao maafisa waliowawekea awali, lakini wameweka IRGC nzima. IRGC ndio muhimili wa ulinzi wa Irani, muhimili wa serikali ya Iran. Program ya nyuklia na ya makombora yote iko IRGC. Kwa hiyo wameiteua kama kundi la kigaidi, ambao inakuwa sambamba. Sasa hapo unaweza kusema kama vile wanasema Al-Qaeda, ISIS na vingine. Kuna kitu kimoja ambacho huwa ninakizungumza mara kadhaa. Huwa hatutetei yoyote, lakini tunapenda double standard iondoke. Juzi shirika la habari la Urusi TASS lilitoa taarifa kuonyesha uthibitisho wa maandamano ya ndani ya Irani. Ikatoa taarifa kuwa kuna watu waliouawa ndani, risasi zilizotolewa kwenye miili yao zilikuwa ni risasi ambazo za Israeli. TASS, shirika la habari la Urusi, linathibitisha taarifa kuwa risasi zilizokutwa kwenye miili yao ni za Israeli. Sasa unakaa unajiuliza kuwa hawa waliuawa na nani? Katika ripoti ambayo inathibitishwa sasa na pande zote mbili, kuanzia pande ya ndani ya Irani na nje, hata vyombo vya habari vya magharibi vinathibitisha vifo pia vya wana usalama wa ndani wa Iran, tena wengi zaidi, kuwa zaidi ya 500 wameuawa. Ukichukua namba ya waliokufa wote na waandamanaji zaidi ya 3000 na kitu, unaona namba ya vifo vya wanausalama iko juu ya 500. Unajiuliza nani aliwaua? Kwa hiyo ndani yake kulikuwa kuna makabiliano ya silaha. Yani jibu linakuja tu kuwa ndani kulikuwa kuna makabiliano ya silaha. Sasa aliyelisukuma hili la IRGC yote kuwekewa vikwazo na kusukuma, kwanza Ufaransa alikuwa hataki, lakini akaja akakubali, ni Italia. Italia waliliingiza hili. Nitakurudisha nyuma. Mwaka jana mwezi Septemba au Oktoba, EU walipokaa, Slovakia na Hispania walianzisha mpango wa kusema kuwa kinachofanywa na Israel ndani ya Gaza lazima EU iweke vikwazo kwa IDF. Italia ndio nchi ya kwanza na Ujerumani iliyokataa, ikasema hatujajiridhisha kuwa kinachofanywa na Israeli kinastahili kuwekewa vikwazo. Ndio hapo ninaposema kuwa kuna double standard. Vifo 3000, vifo 1071
vifo 20,000 vya watoto Gaza ambavyo vinathibitishwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Madaktari wasio na mipaka wa Uingereza na Marekani mara kadhaa wamethibitisha vifo kwa watoto wa Gaza wamepigwa risasi kichwani. Takukumbusha mwezi Julai kikosi kimoja cha Israel kinaitwa Golani kilihusika katika vifo vya watumishi wa Umoja wa Mataifa 15, na taarifa ikaja ikathibitisha na video ikaja ikathibitisha. Hapo awali Israel ilitoa taarifa ikasema walikuwa wametutishia wakati wanakuja na gari yao. Baadaye kuna moja madaktari alirekodi lile tukio, ikaja video ikaonekana kuwa waliuawa kikatili kabisa. Sio EU, sio Marekani, sio nani aliyekubali kuweka vikwazo kwa IDF, wakasema no, mpaka tujiridhishe. Waandamanaji 3,000 na maafisa usalama wa Irani 500, IRGC nzima, shirika la kigaidi. Kwa nini kuna double standard? Yani double standard kwa nini inakuwa yani ule undumila kuwili? Kwa sababu tuchukue kuwa wakati umeanza mzozo wa Urusi na Ukraine, within 1 week tayari Urusi alikuwa ametolewa UEFA, FIFA, kila kitu alisukumwa pembeni kuwa huwezi. Mashindano ya Eurovision alishaondolewa ya Ulaya. Tunazungumza mwaka wa 4. Sio UEFA, sio FIFA, sio nani ambao wamekubali Israeli amehusika. Wanasema haya maswala ni ya kisiasa, lakini kwa upande mwingine mbona mnachukua hatua? Kwa upande mmoja hapo mahakama ambayo inaheshimika duniani ya ICC ambayo mara kadhaa na dunia inaunga mkono. Nilikuwa nimsikia Senator Lindsey Graham alihojiwa siku moja, anaulizwa kuwa unadhani ni sahihi kwa mahakama ya ICC kumtia Putin hatiani kwenye kadhia yake? Akasema ni sahihi kwa sababu Putin aliyoyafanya ndani ya Ukraine yako wazi. Akaulizwa, je, Netanyahu? Akasema mimi sio mwanasheria. Yani upande wa pili wa Putin hakuwa mwanasheria, alijibu kuwa yes, ana haki ya kukamatwa. Lakini ilivyokuja kwa Netanyahu akasema mimi sio mwanasheria, siwezi kuelewa hilo. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kile kinachofanywa na EU na wale washirika wengine kuwa tunaishi kwenye ulimwengu wa double standard. Unajua kama kungekuwa nachukuliwa na hatua pande zote, hakuna ulimwengu ungelalamika kuwa mbona huyu. Kwa nini yani tunazungumza mwaka wa 3, hakuna single sanction imekwenda kwa Israeli kwa yote yaliyotokea. Lakini swali langu lililenga hasa kufahamu vikwazo hivi ambavyo vinawekwa mfano na Umoja wa Ulaya vina nguvu kiasi gani hasa katika kushawishi kile ambacho wanatazamia? Vikwazo vinaenda kuleta athari tu ya kile ambacho wao wanakizungumza, kwa sababu wao wanazungumza, wanasema kuwa serikali ya Irani inanyanyasa raia wake, inawaminya, uchumi mgumu na kila kitu. Sasa serikali ya Irani inajitahidi ijaribu kutatua matatizo, ikiwemo kile kilichoanzisha maandamano. Kilichoanzisha maandamano ni hali ngumu, uchumi kuporomoka. Kwa nini? Kwa sababu mbele mmezingira. Irani ana rasilimali mafuta na gesi, anataka atoe ile rasilimali yake apeleke sokoni auze ili ahudumie watu wake. Nyinyi mmeziba kuwa hatukuruhusi kuuza wala nini, atawalisha nini hawa? Halafu wakati huo mnasimama mnasema kuwa sisi tunatetea. Juzi kulikuwa kuna mjadala mkubwa ndani ya Irani kuwa Marekani imerudisha raia wa Irani waliozamia kwenda Marekani. Yani wamerudishwa. Baadhi yao ni wale walioenda kuomba hifadhi baada ya kusema kuwa tuko kwenye tishio baya kwenye nchi. Na wao Ulaya na Marekani wanathibitisha kuwa ndani ya Irani hakuna utulivu na serikali inanyanyasa raia. Kwa hiyo wale raia ambao walikuwa wanapinga serikali walikimbia Irani wakaenda Marekani na kwingine. Marekani inawarudisha ndani ya Irani. Sasa unakaa unajiuliza, ni kweli kuwa Marekani ina Ulaya wanatetea raia wa Irani au kuna ajenda gani nyingine? Sijui umeelewa. Kuwa hawa watu wanakimbia madhila, wanakuja kwenu, mnawarudisha kule ambako mnaamini kweli kuna shida. Nyinyi mnatetea hawa au ndio kile niliwahi kukuambia hapa Hilda kuwa ajenda ya Venezuela ya Trump leo imeondoka, ya kuwa serikali ya Venezuela ilikuwa ikinyanyasa raia, kila kitu haipo. Leo wanazungumza kuhusu mafuta. Iko wapi hiyo ajenda ya raia ambayo wa Venezuela walikuwa nayo? Ndio sawasawa na Irani kuwa raia wa Irani wapo kwenye kipindi kigumu, uchumi mgumu, kila kitu kimedondoka. Sasa serikali yao inajitahidi angalau ipate chochote iwape. Nyinyi mnaizuia, hatutaki, tunataka watoto wako wafe na njaa. Halafu unasema unawatetea wale watoto. Nini yani? Sio umeelewa? Yani nini mnachokitafuta? Kwa hiyo utaelewa kuwa ajenda yenu sio hiyo mnaotuambia. Ajenda yenu ni nyingine tofauti kabisa na kile ambacho mnachokizungumza. Kwa hiyo kama ulimwengu ukitoka kwenye double standard, mbona tunaishi vizuri tu? Juzi hapa, sorry, nitatoka kidogo pembeni.
Juzi hapa tulikuwa tunaangalia mechi ya mpira, unakumbuka finali ya Morocco na Senegal. Kwa nini watu walipanic? Watu walipanic baada ya ile penalty, sio kuwa haikuwa penalty. Ilikuwa ni penalty. Lakini walipaniki kwa sababu kuna goli lilifungwa, halafu nyinyi hamkwenda hata kuhakikisha. Kama refari angekwenda kutazama halafu akasema sio goli, it's okay, na angerudi angetoa penalty, ilikuwa sawa. Lakini kwa nini vya kwetu hamtaki hata kufikiria tuangalie, ila vya kwenu mnataka kufanya maamuzi? Nadhani shida iko hapo. Tumalize na hili la waziri mkuu wa Uingereza kwa kifupi, anafanya ziara kule China, na miongoni mwa vitu ambavyo amezungumzia hasa ni hatua zilizopigwa na taifa hilo. Ni katika, naweza kusema katika kujinasua kwa, nadhani ulisoma taarifa ya Friedrich Merz ilikuwa inazungumzia kuhusu hiyo. Hivi sasa Ulaya, naweza nikarudi kwenye hotuba ya Zelensky ya wiki iliyopita alivyokuwa anaongea kwenye mkutano wa Davos. Aliwashambulia ndugu zake wa Ulaya, akamwambia dunia inakuja kwenye mabadiliko makubwa na nyinyi mnapitwa. Yani hampo katika yale mabadiliko, kwa sababu inaonekana mabadiliko haya ya ulimwengu yatahusu China, Urusi na Marekani. Nyinyi Ulaya mko wapi? Yani hamna umoja wowote wa kwenda. Kwa hiyo tuna kipindi ambacho Ulaya sasa naweza kusema Ulaya wanatafuta uhuru. Kuna wakati tunaweza kuamini kuwa ni nchi huru, lakini sasa kuna wakati wanaweza kugundua kuwa wanatafuta uhuru wao. Uhuru wa namna gani? Uhuru wa kila kitu. Uchumi wa Ulaya na usalama wa Ulaya ni mali ya Marekani. Yani maamuzi ya uchumi wa Ulaya na maamuzi ya usalama wa Ulaya iko Marekani. Sasa tayari Trump kama kawafungia vioo, hana time now, amewaburuza kwenye Greenland, kwenye Urusi na Ukraine hawakaribishi hata kwenye meza. Tayari wanatishio la kudondoka kweli kweli. Ndio maana Rais Macron alivyokuzungumza kwenye mkutano wa Davos akasema kuwa Ulaya iko wazi, tunafungua masoko yetu, maanake kuwa hata China karibu nani, kipindi ambacho walikuwa wameadhibiti masoko yao hayafikiwi kirahisi, leo hii wanafungua. Ndio sababu hiyo ziara ya Keir Starmer kwenda China, kuwa tunataka tuungane na dunia ambayo tulikuwa tumeitenga muda mrefu baada ya kuwa tuko backup ya Marekani. Sasa Marekani hivi sasa hayuko na sisi, ndio hicho ambacho kinachotokea. Shukran sana Rahby. Asante.